Wiki hii iliyoisha tuligusa jambo muhimu ambalo naendeleza nalo leo. Amen. Lakini kabla ya hapo naomba niombe. Roho Mtakatifu, asante kwa rehema na neema, asante kwa mkono wako wenye nguvu, kibali chako kiendelee kutuhudumia. Roho Bwana, tunaomba uendelee kusema nasi kwa uweza wako na nguvu zako, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen. Amen. Wiki iliyopita tuliongea kwa habari ya akili. Nadhani ni mkesha tuliongea kwa habari ya akili, na tukaongea umuhimu wa kuombea akili. Kwa kuna namna tuliangalia mambo muhimu ambayo yalitupa ufahamu juu ya akili, na wote tukaondoka tukijua ya kwamba akili ni kitu muhimu sana katika maisha ya rohoni. Hapo kabla tulikuwa hatuelewi kwamba akili ni kitu cha rohoni. Tulikuwa tunajua masuala ya roho. Kwa mtu yuko makini sana kwenye roho yake kuliko kwenye akili yake. Lakini tukapita na tukaona umuhimu wa akili. Tukaona hata Yesu aliombea wafunguliwe mitume wake akili wapate kuelewa maandiko. Ndio chanzo cha kupeleka taarifa sahihi kwenye moyo. Kwa hiyo leo tutaenda kuangalia sehemu nyingine ambayo inaendana sana na hiyo sehemu ya akili kuipitia wiki iliyopita. Leo tutaangalia moyo wa mwamini. Moyo wa mwamini. Tunapolijenga kanisa, Yesu akiamua kulijenga kanisa lake, viwango vya ubora wa kanisa ni mioyo ya watu hao. Mioyo yao kwenye kona mbalimbali, namna wanavyolinda mioyo yao, namna wanavyoshibisha mioyo yao, nini wanalisha mioyo yao. Hapo ndipo unakuja kulipata kanisa bora. Kwa hiyo kanisa bora linaambatana na state of the heart, nafasi ya moyo kwa hilo kanisa, kwa mtu mmoja mmoja. Lakini leo tutakapoangalia moyo wa mwanadamu ama moyo wa mwamini, tutaangalia vile vitu muhimu. Vitu muhimu. Na kitu cha kwanza tutaangalia moyo kama sehemu ya Mungu kuwasiliana na watu wake. Tunafahamu kabisa ya kwamba Mungu huwasiliana na watu wake. Tuliangalia jinsi ambavyo akili ni muhimu sana kutengeneza moyo, ili moyo ukitengenezwa upate mawasiliano na Mungu. Kwa sababu Mungu hawasiliani na mwanadamu kupitia akili yake, bali Mungu anawasiliana na mwanadamu kupitia moyo wake. Yaani mahali ambapo Mungu na mwanadamu wanakutana ni kwenye moyo. Ni kwenye moyo. Kwa hiyo akili ya mwanadamu ilipokuwa ikitengenezwa ni ili iweze kutengeneza moyo, kwa sababu moyo unashibishwa ama unatengenezwa na taarifa za Mungu zinazopita kwenye akili. Na ndio maana tunaona kwamba Mungu anawahudumia watu kwa imani.
tunahudumiwa kwa kumwamini Mungu. Na mahali pekee ambapo imani inazaliwa ni kwenye moyo. Ukisoma katika kitabu cha Warumi sura ya 10 kuanzia ule mstari wa 9 na wa 10, kuna kitu muhimu sana tutakiona hapa. Umefika? Ninaomba usome. Warumi sura ya 10 mstari wa 9 mpaka wa 10 nasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kumwamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Ndio. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Amen. Moyo ndio unaoamini na kupata haki. Kwa sababu Biblia inasema hivi, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako kuwa ni Bwana na kuamini moyoni, unaamini moyoni. Unaamini moyoni. Kwa hiyo unapokiri, kile kitu kinatoka kwenye kinywa chako ambacho ukiri wowote, mtu yoyote anaongea kupitia akili. Kwa hiyo mtu anapokiri kwa kinywa ya kuwa ni Bwana, ukimkiri Yesu kwa kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Halafu anasema kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Moyo ndio unaoamini. Lakini tulipokuwa tukisoma hapa, ndio maana tulianza utangulizi wa kuanza kuelewa kwa umakini juu ya nguvu ya akili, kwamba ndio inayopeleka taarifa kwenye moyo. Moyo unaaminishwa kutoka kwenye akili, halafu wenyewe unaamini. Na ndio maana jana nilikuwa nawafundisha pale Mbutu, nikawaambia hivi, watu wengi sana huwa tunaombea watu wetu, familia zetu ziokoke. Nadhani hata wewe yamkini ushawahi fanya prayer point ya namna hiyo, kuombea familia yako waokoke. Lakini ile sio maombi yale sio sawa sawa. Kwa sababu hatukuokolewa kwa sababu tuliombewa. Biblia inasema tumeokolewa kwa neema. Kwa mimi na wewe ni neema ndio iliyotufanya tukapokea wokovu. Lakini tunachotakiwa kuwaombea ndugu zetu, jamaa zetu, ni kuziombea akili zao ziseme ndio katika neno la Kristo. Zikisha sema ndio kwa Bwana, tayari huyu mtu atakuwa moyo unapokea utayari wa kumpokea Yesu. Kwa akili ikifungwa, hata uhubiri mahali hapa. Na ndio maana unapoenda kuwahubiria watu, ukifika mahali pale kutaka kuwahubiria, kwa sisi watumishi tunaelewa huwa prayer point zetu zinakuwa ni zipi. Huwezi ukafika ukaanza kuombea prayer point ya kuokoka. Unawaombea akili zao zipate kusema ndio katika kile watakachokisikia. Wakikisikia kwa akili zao, wakisema ndio, moyo wenyewe unashawishika na kupokea uzima. Na ndio maana Yesu aliwaombea akili. Akawaombea akili, hakuwa na maanisha ya kwamba alitaka waendeshe kwa akili. Hapana, alikuwa anataka akili zao zipeleke taarifa sahihi kwenye mioyo yao. Kwa alipowaombea akili zao wapate kuyaelewa maandiko, ili yale maandiko atakapoelewa kwa akili zake yaende yakatengeneze imani katika moyo wa kila atakayefunguliwa. Haleluya. Kwa moyo ni mahali ambapo ndio penye center of communication, mahali ambapo ndio kituo cha mawasiliano kati ya Mungu na watu wake. Mungu huichunguza mioyo, anaiangalia mioyo, anajibu haja za moyo, sio haja za akili. Haja za nini? Za moyo.
tunauliza huo moyo, kutokana na mafundisho yetu, huo moyo ulipokea lini uhitaji ya kwamba huyu mtu anahitaji kitu fulani? Akili ilipeleka taarifa kwenye moyo ya kwamba tunahitaji kazi. Moyo ulipopokea ukatengeneza haja. Mungu akija anaenda kuangalia moyo, anaangalia haja, anakuta pale pana uhitaji wa kazi. Sijajua kama kuna mtu amenielewa. Tunaelewana vizuri? Tunaelewana vizuri? Kwa nini tunaombea akili? Akili ikiwa safi itapeleka haja kwenye moyo. Kwa nini watu hawana prayer point wanapoenda kwenye maombi? Hawana prayer point kwa sababu hawajapeleka haja ya moyo kupitia akili zao. Akili ndio inayojua anahitaji nini. Akili inahitaji hela, sio moyo. Akili ndio inapeleka haraka kwamba kuna uhitaji wa hiki na hiki na hiki. Vile akili yako inapohitaji, inapeleka haja ile kwenye moyo. Moyo unaubeba ile haja kutoka kwenye akili yako, inakuwa ni haja ambayo Mungu akija haangalii haja ya kwenye akili yako, anaangalia deposit kwenye ule moyo. Unaongea nini? Moyo ndio utakao sema kwamba nahitaji mme. Moyo ndio utakao sema nahitaji mke. Na ndio maana mtu akija kusema nataka kukuoa, anakuongeleshea akili yako. Wewe ndio unauambia moyo wako sawa ama sio sawa. Akili yako ndio inachunguza nataka nini. Ikichunguza nataka nini, moja kwa moja inapeleka kwenye moyo. Sasa tukija hapa leo tunapoangalia huu moyo, tunaangalia huu moyo umebeba nini kwa ajili ya kuwasiliana kwa Mungu. Biblia inaposema njooni tusemezane, asema Bwana, unaenda kusemezana naye kupitia nini? Kupitia haja za mioyo yenu. Ndio maana nasema haja za mioyo yenu na zijulikane. Mungu akija moja kwa moja, hata hapa sasa hivi, Mungu akija kutaka kukuhudumia, haangalia akili yako, anaangalia moyo wako, kwa sababu kuna mahusiano ya moyo na akili yako. Lakini kwa sababu yeye hawasiliani na akili, anawasiliana nini? Na moyo. Na ndio maana akili njema inautengeneza moyo, akili mbovu inaubomoa moyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua haya mambo ni muhimu sana. Kuna siku moja nilisikia mtu mmoja anaambiwa ameenda hospitali. Kuna kitu nimekisahau, lakini ni kama vile anashindwa kuongea, kuona, kusikia pia inakuwa shida. Ama kusikia na madaktari wanaelewa. Sasa yaani kuna vitu ambavyo unaumwa sikio lakini unaenda kuathiriwa kwenye mdomo. Sawa. Na nilisikia kwamba kuna mtu mmoja wanasema amekosa balance ya kutembea, kisa kuna mishipa ya sikio. Si mishipa ya sikio, si mishipa ya jicho, kitu kama hicho. Ya sikio Kwa huyu mtu, kumbe hata sikio linatusaidia kutembea. Mimi nilijua sikio ni kusikia tu. Kumbe sikio kuna mishipa fulani ya sikio ikikaa vibaya, unashangaa unaanza kupepesuka, unakosa balance. Kwa masikio na yenyewe ni balance. Hasa okay, naweza nisikizungumzie vizuri sana kwa sababu sio field yangu, lakini nataka nikuonyeshe vile ambavyo hicho kitu unapoona tunafundisha. Na ndio maana ukiona mtumishi wa Mungu ametumwa kwako, anaanza na somo fulani, anataka kupeleka kwenye package. So kuna vitu vinafanya nini? Vinashirikiana. Yaani uwezo ukafundisha moyo kabla hujafundisha akili, na baada ya hapo ufundishe kusikia, ili umtengeneze Mkristo ambaye ana mawasiliano na Mungu. Kwa sababu Wakristo wengi ni Wakristo, lakini center of communication zao ziko corrupted, zimeharibika. Na ndio maana unaweza kukuja na shida, tunakuambia okay, nataka kukuhudumia. Hivi hujawahi sikiaga watumishi tunasema ya kwamba hebu samehe.
Samehe kwanza, samehe kwanza. Ushasikia hiyo kitu? Samehe kwanza ili tukuhudumie. Achilia. Unakuta mtumishi na upako, lakini siwezi kukuhudumia mpaka uachilie na umsamehe jirani yako. Sasa mchungaji, wewe si una upako, siweke tu mikono nifunguke. Kwani kikwazo kiko wapi? Iko hivi, kuna vitu vinashirikiana. Yaani moyo, Mungu akija anakutana na moyo kama sehemu ambapo ndio anachukua maswali yako yote, anayachukulia kwenye moyo, hayachukulii kwenye hisia, hayachukulii kwenye akili, anayachukulia kwenye moyo. Pale ambapo hujasamehe unakuwa umeucorrupt nini? Moyo. Kwa hiyo unamaanisha kama moyo upo corrupted, inamaanisha Mungu hawezi kuja kukuhudumia mpaka utengeneze moyo ambapo ndio center yake ya kuja kuchukua haja zako. Kwa hiyo ukimshikilia mtu usidhani ni sifa. Sio sifa njema kumshikilia mtu. Unapomshikilia mtu inamaanisha umesha corrupt mifumo yako ya Mungu kuja kukutana na haja za moyo wako. Unabaki kumshikilia mtu, siwezi kumsamehe. Kwa sababu hali ya kutokusamehe haipo kwenye akili, ipo kwenye moyo. Akili yako imepeleka taarifa kwenye moyo ya kwamba mtu fulani alitufanyia kitu fulani, tusimsamehe. Moyo wenyewe unapokea taarifa kutoka kwenye akili ya kwamba mtu tusimsamehe. Moyo unakaa katika hali ya kutokusamehe. Na moyo ukikaa katika hali ya kutokusamehe, unakuwa uko corrupted, hauwezi ukaja ukapata mawasiliano na Mungu. Kwa ili urudi sasa moyo wa mtu upate mawasiliano na Mungu, ni lazima yule mtu kwanza asamehe. Akisha samehe, moyo wake usiwe najis. Najis ni kitu kisichofaa ambacho Mungu hawezi kukigusa wala hawezi wasiliana nacho. Na moja ya kitu ambacho huwa kinanajisika haraka katika maisha ya mtu ni moyo wake. Ukinajisika moyo, umeharibu system ya mawasiliano. Na ndio maana watu wengi wanaingia kwenye maombi wakiwa hawaelewi center ya communication. Wao wanadhani center ya communication ni vile anavyoongea. Baba, nakushukuru sana, asante Mungu liye hai, nakushukuru sana, ninaomba uponyaji. Anadhani anachokiongea ndio center of communication. No. Unachokiongea sio center of communication. Center of communication kiroho ni moyo wako. Kwa kama unaongea baba asante, ninakupenda, ila ndani umemshikilia mtu, hayo mawasiliano yamekatika. Unaongea tu mwenyewe na nyumba yako na mahali pale unapofanyia maombi. Lakini mbingu inapata imeblokiwa, inashindwa kuingia kufanya activities za kimungu kwenye maisha ya mtu. Sio kama kuna mtu anaelewa. Tunaelewana? Nataka tuangalie tu kwamba moyo sehemu ya mawasiliano ya Mungu na watu wake. Moyo. Kwa nini Mungu ameongelea kuitibu akili? Kwa nini Mungu anaombea watu akili? Kwa sababu moyo unapokea taarifa kutoka kwenye akili. Moyo ni kitu cha ajabu sana. Moyo unahifadhi chochote utakachoambiwa uhifadhi. Sasa moyo unahifadhi chochote utakachokiambia. Yaani wewe ukiambia moyo wako uhifadhi ubaya, moyo unahifadhi nini? Ubaya. Ukiambiwa moyo wako uhifadhi uzuri, moyo wako unahifadhi nini? Uzuri. Na ndio maana mtu mbaya, tukisema huyu mtu mbaya, tunamtathmini mtu mbaya kupitia akili yake ama moyo wake. Moyo, ndio maana nasema huyu jamaa ana roho mbaya. Na tunapoona mtu huyo ana roho nzuri, hiyo roho nzuri tunaiangalia kupitia kwenye nini? Kwenye moyo. Na moyo ukiwa na roho nzuri, tunaanza kuona ya kwamba huo moyo unaanza kuongea mambo mazuri. Ndio maana Biblia inasema kilichoujaza moyo ndio kinachomtoka mtu. Lakini moyo unaongelea kwamba moyo ni hazina ambayo unapokea chochote. Tukisoma kwenye maandiko, ngoja tupitie kidogo, tusome kidogo. Tufungue kitabu cha Luka sura ya 6
mstari wa 43. Luka sura ya 6 mstari wa 43 nasema, kwa maana hakuna mti mzuri uzao matunda mabaya, wala mti mbaya uzao matunda mazuri. Kwa kuwa kila mti hutambulikana kwa matunda yake. Maana katika miiba hawachumi tini, wala katika michongoma hawachumi zabibu. Ndio. Mtu mwema katika hazina njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema. Mtu mwema katika hazina ya moyo wake, katika hazina njema ya moyo wake, hutoa yaliyo mema. Na mtu mwovu katika hazina mbovu ya moyo wake, ndio, hutoa yaliyo maovu. Ndio. Kwa maana kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yaliyo ujazayo moyo wake. Angalia, anaongelea hapo hazina ya moyo. Hazina ya moyo. Unaweza kuwa na kanisa la watu wabaya. Kama hilo kanisa la watu hao hawaweki yaliyo mema kwenye mioyo yao. Mtu mzuri yategemeana na hazina ya moyo wake. Mtu mbaya yategemeana na hazina ya moyo wake. Mtu anaongea kilichotoka kwenye hazina ya moyo wake. Na ndio maana ukitaka kumuona mtu mbaya ama mtu mzuri, mtegeshe sikio kwa makini, mpe dakika 10 tu za kuongea. Atatoa yaliyo moyoni mwake, ambayo ndio hazina. Na ndio maana Biblia kwa nini inatuonya tuwe makini kusikia? Unachokisikia kinaenda kwenye akili, kinatafsiriwa, kinapelekwa kwenye nini? Kwenye moyo. Sawa sawa? Kitakapoanza kuzungushwa kwenye ile fikra na akili, tayari ndio tunaita mawazo ama tafakari, kinaendelea kufundisha tabia moyo. Moyo unapata tabia. Kwa hiyo unakuta mtu akikaa na watu wabaya, ubaya unaambukiza kutokana na wanachokiongea. Unaweza kuwa unasema hivi, mimi nasikiliza tu bwana, wala sichukuliu maanani. Sikiliza, wewe unaweza kuwa unaona huchukuliu maanani, lakini kuna vitu ni automatic. Kuna vitu ni nini? Automatic. Ni automatic. Huwezi kukaa sehemu ya watu wanatukana ukasema mimi natukana lakini mimi nawasikiliza tu. Mimi situkani. Sikiliza, kutukana ni matokeo ya kusikiliza matusi kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukisema mimi situkani, hutatukana kwa muda. Moyo wako ukishiba kusikia matusi, utatoa kilichojaa kwenye moyo. Na ndio maana Biblia inaeleza kwa habari ya center ya mawasiliano kati ya Mungu na mwanadamu ni moyo. Moyo. Na ndio maana Daudi alipokuwa akiomba msamaha kwa Mungu akasema, Mungu, moyo uliopondeka hautaudharau. Kwamba anajaribu kueleza ni kwa namna gani moyo wake umejutia, upo tayari kumsikia Bwana. Uangalie moyo nilivyo uponda ponda, usiudharau. Na ulisema ya kwamba moyo uliopondeka hautaudharau. Sikia nikwambie, Mkristo bora anatengenezwa kwenye moyo. Mkristo bora anatengenezwa kwenye nini? Kwenye moyo. Kwenye moyo. Unaweza kujiita Mkristo lakini kama moyo wako una hazina mbaya, Ukristo wako hauwezi onekana. Na kuna mtu mwingine anaweza akawa sio Mkristo kabisa, lakini amekaa tu na Wakristo wenye roho safi, anajikuta na yeye anaanza kutoa hazina njema kwenye moyo wake, kwa sababu amekaa na watu wema na yeye ameadapt wema. Huyu amebakizwa tu kuongozwa sala ya toba, lakini ni Mkristo. Hazina. Na ndio maana wanawake wengi ambao bado waume zenu hawajaokoka, ama wanaume wengi ambao wake zenu hawajaokoka, huwa tunahukumiwa ama huwa mnahukumiwa kwenye hazina yenu. Pale ambapo ukikwazika,
halafu unajisahau, unaanza kutoa hazina. Bahati mbaya sana unaweza uka pretend. Maana pretend si tunaelewa? Unaweza pretend ukiwa haujapata bugudha. Ukibugudhiwa, cha kwanza wewe unaachilia kilichojaa kwenye moyo wako. Mimi nakuhakikishia hapo kuna mwingine amkini hapa kama mnavyomwona hivi, ameokoka vizuri tu, kimkanyaga kwa bahati mbaya atakwambia haina shida mpendwa, haina shida mpendwa. Hebu mkanyage tu kwa kudhamiria, mwambie atatoa hazina hapo, utashangaa kwamba kumbe hajaokoka. Umenielewa? Kwa sababu watu wengi wakibugudhiwa automatically kinatoka tu kilichojaa moyoni. Na ndio maana waulize wale madaktari, wale wanasema, wale madaktari wanasemaga kwamba huko watu wakinasikiaga hizo story kwamba huko watu wakiingia kwenye operation wakipigwa nusu kaputi. Nusu kaputi si ndio ile mtu anazimia alafu nasikia wakati anaamka, either wakati analala ama wakati anaamka, huwa anawewezeka. Sawa? Kati ya kulala ama kuamka, madaktari wanajua. Anapoamka anapoamka anatoka kwenye usingizi, anaanza kufanya nini? Sasa muda ule ndio huwa wanatoa hazina ya mioyo. Sawa? Sawa? Muda ule ndio tutajua wewe lugha mama yako ni ipi. Unaweza kuamka unawezeka Kisukuma, kama ni Kiswahili, kama ni Kiingereza utawezeka lakini hiyo sio shida. Content ulichokibeba. Unaweza kuwa mwimbaji lakini wakati unaamka usiimbe. Umenielewa? Unaweza kuwa mchungaji wakati unaamka usihubiri. Ni nini kimejaa moyo wako? Ndio utakachoamka nacho. Madaktari wanaelewa. Anaamka mtu anaanza kutukana tu, ujue ndio kilichojaa moyo wake, ndio hifadhi, ndio hazina. Hasa angalia, huyu mtu hatukani akiwa na akili timamu, anatukana kwenye ile hali kwa sababu ndio kilichojaa moyo. Hata hapo nadhani watu wanatukana, wala watukani. Bwana Yesu asifiwe. Amina, amina mpendwa, amina. Lakini the real hazina ya moyo Mungu anaijua. Na ndio maana kuna nyakati Mungu anakuja kutokana na hazina mbaya ya moyo, ana bounce, anarudi. Wewe kwa kutokujua unakuja sasa, mchungaji naomba tuliombee hili kitu, ninaona kama hii issue imeshakuwa ngumu kwangu. Mimi najua na wewe una hazina nzuri. Nakwambia wewe umeomba, ambia naomba. Lakini unaomba, your heart iko kwenye state gani unapoomba? Sio kama naelewa. State of your heart. Lazima ndani kwa kuna kitu kinaitwa free heart. Free heart with no gorgeous. Humo ndani kusio kuna uharibifu wowote. Kwa sababu ndio center ya communication. Sasa nikimalizia hicho kipengele cha kwanza, ni kwamba wewe unavyopata ufahamu wa kujua kwamba hazina ya moyo wako ndio ino attract communication. Hazina ndio ino attract nini? Communication. Then tunapata kipengele cha pili cha kujadili. Tunapata kipengele cha pili cha kujadili. Ukijua tu ya kwanza kwamba hazina ya moyo wako ina attract communication na Mungu. Hazina, una nini ndani humo? Hazina yako. Hazina yako umeweka nini humo ndani? Ndio utajua umuhimu wa kusoma neno, wa kufanya, kwa sababu ndio hazina ina attract communication. Ndio maana mtu makini wa kiroho ni mwepesi wa kujua kwamba communication imekatika. Unaanza kupambana. Kwa sababu unajua kabisa mbona hapa mawasiliano hamna. Unaona kama uko peke yako. Kwa sababu unaona kama kuna vitu humo ndani vimestuck, ni kama vile no communication.
Sasa jambo la pili, tunaangalia mambo muhimu. Jambo la pili, katika moyo lazima muamini aelewe, moyo umebeba uzima wako. Moyo umebeba uzima wako. Huko ndiko kwenye vyanzo vya wewe kuwa mzima. Sawa? Vya wewe kuwa mzima. Na kabla hatujaenda kuangalia jinsi moyo unavyobeba uzima wako, natamani uandike pia kwamba moyo huwa unakufa. Moyo huwa unakufa. Andika, kufa kwa moyo ni nini? Kufa kwa moyo ni nini? Kufa kwa moyo ni nini? Uliza hapo question mark. Kufa kwa moyo ni nini? Tumeona moyo ni chanzo cha uzima, lakini tumeona moyo huwa unakufa. Kufa kwa moyo ni nini? Kufa kwa moyo ni nini? Ni hali ya moyo kukosa hisia na Mungu. Na moyo unapokosa hisia, unapoteza hali ya utii kwa Mungu. Tumeona moyo unabeba chemchem za uzima. Haleluya. Lakini pia moyo huwa unakufa. Moyo huwa unakufa. Moyo kufa ni kukosa nini? Shauku. Sawa kwa Mungu. Alafu unapoteza hali ya utii kwa Mungu. Kupoteza hali ya utii kwa Mungu, unakosa hisia. Unapoteza hali ya utii kwa nani? Kwa Mungu. Na unakuwa hautaki mawasiliano na Mungu. Hautaki mawasiliano. Yaani hata Mungu akitaka kuwasiliana, wewe hautaki. Hivyo moyo, kwa kuwa umebeba uzima, inatakiwa kulindwa sana. Muamini anatakiwa ulinde moyo wake sana. Unaweza kuruka mstari uandika, kuna mahusiano kati ya kufa kiroho na kufa kimwili. Kuna mahusiano kati ya kufa kiroho na kufa kimwili. Kwa sababu mwili ni mwili, roho ni roho. Sawa? Lakini roho ikifa inaweza ikashawishi mwili pia kufanya nini? Kufa, kwa sababu unakosa muunganiko na muumbaji. Kwa sababu moyo unakosa muunganiko na nani? Na muumbaji. Kwa sababu Mungu akitaka kuja kwako lazima afikie kwenye moyo. Moyo ukifa, moyo unakosa mawasiliano na muumbaji. Moyo ukikosa mawasiliano na muumbaji, na maisha na wewe hauna sehemu nyingine ya kupata mawasiliano na nani? Na muumbaji. Kwa hiyo una attract kufa. Na ndio maana unaposikia Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti, ni mchakato. Kutoka kwenye dhambi hadi mauti ni mchakato. Ukitenda dhambi, inaenda inaua moyo. Moyo unakosa mawasiliano na muumbaji. Ukikosa mawasiliano na muumbaji, tayari kuna mauti ya pili ya mwili. Kinaanza kufa cha ndani, kinakuja kuleta kufa kwa nje. Kwa sababu kinacholeta uhai wa nje ni kile cha ndani. Tuko sawa? Tuko sawa? Okay, tusome kwanza hapo. Tusome hapo. Unaona tukisoma katika kile kitabu cha Mithali sura ya 4:43 nadhani. Twende. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo,
kwa maana ndiko zitokako chemchem za uzima. Linda moyo wako kuliko vyote. Fanya nini? Kwa sababu ndiko zinakotoka nini? Chemchem za uzima. Na tukasema ya kwamba mwili huu usipolinda moyo, unaweza ukaattract hata mwili kufa. Endapo kama moyo utafanya nini? Roho yako itakufa. Kwa sababu roho ndio itiayo nini? Uzima. Ukisoma katika kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari wa 63 inasemaje? Yohana sura ya 6 mstari wa 63. Roho ndiyo itiayo uzima. Wapendwa, kinachotia uzima ni nini? Ni roho. Mwili haufai kitu. Mwili ukibaki peke yake unaweza ukaishi, haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni nini? Ni uzima. Mara ya kwanza hapa naeleza jinsi ambavyo mwili wenyewe hauwezi kusimama katika uhai. Uhai wetu ni uhai wa roho ndani. Kwamba mwili haufai kitu. Mwili ukiuacha peke yake unakufa. Kwa hiyo ni lazima muamini aelewe ya kwamba moyo, state of the heart, ni kitu ambacho unatakiwa ukilinde. Hali ya moyo wako inabidi ufanye nini? Uilinde, kwa sababu ndipo panapotoka chemchem za uzima. Hapo ndipo penye uzima wako wa kiroho na wa kimwili. Uzima wa kiroho na wa kimwili ukitaka udumu. Sawa? Na ndio maana nasikia roho yako ikisinyaa, ikafa humo ndani. Umeshawahi jisikia vibaya huko rohoni huko, ukajikuta na mwili na wenyewe unadhoofika? Ukiona unasema najisikia vibaya, alafu unasema leta chips, weka kachumbari, bado hujajisikia vibaya. Bado moyo wako uko salama. Sawa? Bado uko salama. Kwa sababu gani? Kuna mazingira ukijisikia vibaya, moyo wako ukijeruhiwa, mwili wako huwa una respond kwenye yale majeraha. Na ndio maana kinachokondesha mwili ni nini? Ni roho. Roho ndio inayokondesha mwili. Roho ndio inayokondesha mwili. Unakuta mtu anapitia mawazo katika moyo, moyo wake unaumia, mwili wake unafanya nini? Unadhoofika. Siku roho yake ikipona, unashangaa na mwili unafanya nini? Unapona. Na ndio maana tunaweza tukaona state of your heart kupitia pia appearance yako. Sometimes tunaweza tukaona huyu mtu tunamwangalia vile anavyoonekana ni mtu mwenye mawazo mengi, moyo wake umejeruhiwa. Kama moyo umejeruhiwa, tutaanza kuona na mwili wako pia unakosa nguvu, unakosa furaha, mwili wako unaanza kudhoofika. Na ndio maana ukiamsha roho yako, ukiamsha na mwili wako unapata nguvu, hata uzima unapata. Haleluya. Amen. Kwa mtu mmoja anaelewa? Amen. Na ndio maana Biblia inasema hivi, linda moyo. Je, kanisa linaelewa umuhimu wa kulinda moyo? Ndio maana anafundisha taratibu kwa vipengele ambavyo kila mwenye masikio asikie, aelewe ya kwamba thamani ya moyo. Moyo ni kitu cha thamani sana, sio cha kuchezea. Mtu mmoja anaweza asielewe ya kwamba kuna mazingira Mungu akifika, akiyaona kwenye moyo wako, hawezi kuja kukuhudumia. Kuna mazingira Mungu anafika naona moyo wako, hawezi kufanya nini? Kuhudumia. Akifika akiona uchungu, ni lazima uachilie uchungu, moyo wako uwe free kwenye communication na Mungu. Kwa akifika akiona moyo una uchungu, moyo wenye uchungu ndani yake umebeba mambo mengi ambayo Mungu hawezi kukaa hapo. Moyo wenye uchungu umebeba visasi. Moyo wenye uchungu umebeba mawazo mabaya. Moyo wenye uchungu umebeba hila. Lazima mtu aachilie uchungu kwanza. Watu wengi wanatembea na uchungu, alafu bado wameshikilia na Biblia. Na ndio maana kati ya mtu ambaye anatakiwa aombe sana ni mtu asiyejua kuachilia. Ndio anayetakiwa aombe sana.
Kuna watu hapa ana uchungu kuanzia na boyfriend wake wa darasa la 3 mpaka leo ana uchungu naye, ijapo maisha yameenda, lakini ndani huko nakuta anasema, yani mimi yule leo toka darasa la 3 mpaka leo. Unadhani labda ni kitu cha kawaida, ni kitu cha kiroho kimekuja kuharibu communication yako. Shetani amekitumia hicho. Sipokiachilia, wewe mtu amesha move on na maisha yake na ndoa yake, wewe huko bado na uchungu. Lazima uelewe, kuna mambo lazima yapishe mambo, kuna vitu lazima vipishe vitu. Sawa sawa? Lazima kuwa kuna kwenye moyo wako lazima kuwa kuna clean up. Yani lazima kuwa kuna namna unasafisha kwa ajili ya kupisha vitu vitokee. Sawa sawa? Kuna vitu lazima uvipuuzie ili vitu vya maana vifanye nini? Vitokee kwenye maisha yako. Mtu amekukanyaga tu hivi unabaki unamshikilia. Sikiliza, kipindi hicho kuna line up ya vitu vingi kutoka mbinguni vinatakiwa vije. Unaleta disturbance ya mazingira kwa vitu vya kupita. You disturb the environment kwa treasures ambazo zimetoka mbinguni. Kuna watu leo hii baraka zimekaa mlangoni, zinashindwa kuingia kwa sababu moyo umenajisika. Kama unanielewa? Baraka zote tunazozipokea hizi, amina, mimi naziachilia hapa kama kuhani wa Bwana kutoka kwenye chanzo ambacho Mungu amenipa. Nikisema barikiwa, unasema amen, 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 amen. Zikifika baraka mlangoni, zinakutana na moyo ule unajisika, zinasubiria. Utajiri unasubiria kuingia, umwachilie aliyekuumiza. Lakini watu wale ambao wanaachiliaga, wale wanaachilia. Kwa nini wanaachilia? Hivi Biblia inasema Mungu husamehe dhambi zetu kwa ajili yake mwenyewe. Unaelewa maana yake? Anasamehe dhambi sio kwa ajili yako, kwa ajili yake. Lakini leo nikikwambia nenda kamuombe msamaha aliyekukosea, unasema mimi mnaiga na zile movies za Nigeria, over my dead body. Haya, sawa, over your dead body, sawa. Lakini kumbuka, hatusamehi kwa ajili yetu sisi. Hatusamehi kwa ajili ya watu waliotukosea. Tunasamehe kwa ajili yetu. Yaani unapisha mlango wako wa baraka usiwe na kikwazo. Unaenda kumwambia Bwana yaishe. Unayamaliza mambo kwa ajili ya mambo makubwa. Lazima mambo yapishe mambo. Kuna vitu vingine lazima uviachilie ili baraka zifanye nini? Na haya mambo yote nayoongea hapa wapendwa, ni ya kiroho. Shetani anayaelewa, ndio anayocheza nayo kila siku. Anatuma watu, hao wake zetu, hao waume zenu, hao ni maagenti wengine wa shetani kupiga tu stop. Kuna baraka za kuingia mke wako anakuvuruga tu. Kuna baraka za kuingia mke wako anakukoroga tu. Ama kuna baraka za kuingia mume wako amekukoroga. Lazima uelewe ya kwamba mume wangu nampenda, mke wangu anampenda, lakini anytime anaweza kutumika. Kwa sababu fimbo ya mbali ya karibu ndio inaoua, basi wa karibu yako ndio kikwazo kwako. Be very careful naye. Ukishaelewa hivyo tu, kuna nyakati unamsikiliza, mdomoni unasema ndio, moyoni unaambia anatumika wewe. Hapo ndio mambo yataenda. Unanielewa nyinyi? Jifunze kuchuja mambo, usiyaruhusu yafanye nini? Yapite. Kuna nyakati unamsikiliza mume wako ama mke wako unamsikiliza, halafu lazima na wewe una akili timamu basi. Chuja. Usichanganye vitu vyote kwenye mapenzi. Kuna kipindi rudisha akili zako timamu, weka mapenzi pembeni. Msikilize kwa sikio ambalo halina mapenzi. Mapenzi unajua unakuwa kama kichaa, unakuwa kama una akili sawa sawa
Weka mapenzi pembeni afu mchunguze kwa akili za kawaida kabisa. Huyu anachokiongea kina make sense ama yuko saizi anatumika? Msikilize. Chukua moja, weka pale. Mengine unaacha anafanya nini? Yanapita. Kama yale magame ya kwenye simu yale. Unagonga kimoja nganja, unakiweka hapa. Mengine unasema haya, hili moja analichukua, mengine yote alikuwa anatumika. Ninamsamehe kwa maana hajui alitendalo, siyaingizi kwenye moyo wangu. I free my heart. Kwa mambo makubwa lazima yapishe mambo makubwa. Lakini unakuja kila wakati, baba, ndoa yangu. Ninawaangaliaga. Naambia hivi, yaani unajua wewe ndio una ndoa yenye misukosuko. Misukosuko umeileta wewe kwa kuruhusu hicho kitu kiingie kwenye moyo wako. Kuna misukosuko mnaileta nyinyi wenyewe. Na shetani akigundua kwamba kumbe mume wako anakuweza kutumika, ndio anamtumia vizuri sasa. Jaribu kumpuuzia kwanza. Jaribu kumpuuzia. Ili mengine afanye nini? Yapite, kuruhusu mengine aje. Hivi ukitukanwa na kichaa barabarani huwa unachukia? Kichaa kabisa apita, wewe kichwa chako kimefanya sisi nini? Utachukia? Kwa nini uchukie? Kama unamwona huyu ni nani? Muda mwingine hawa wake zetu na ume zenu itawasaidia. Mimi nawafundisha namna ya kulinda moyo. Kuna nyakati lazima umwangalie kama umesoma wewe. Kwa sababu kama ukimwangalia kama kichaa, hutaingiza kwenye nini. Lakini ukimwona na akili timamu, muda wote unadaka vyote, na anavyokukwaza unavidaka, wewe ndio unaenda kuumia ndani ya moyo wako, unaenda kublock baraka zako. Kuna nyakati muangalie kama mpenzi, kuna nyakati muone kama chizi tu huyo. Mnanielewa? Nisikilizeni, mradi mmechagua mimi niwe baba yenu wa kiroho, mnisikilize. Kuna nyakati unamsikiliza kama mtu mwenye akili timamu. Kuna wakati kwa ajili ya kulinda moyo wako lazima unamwangalia hivi, lakini wewe picha uliyoweka ni ya kichaa mmoja mtani kwenu anayezunguka pale. Yule ambaye wewe unamsamehe na wewe unafanya nini? Unamweka ambaye huyu saizi ni kichaa. Chizi kabisa huyu. Moyo wako utakuwa mimi nawafundisha. Lakini kila kitu unakichukua unakiweka, moyo wako unakuwa jalala. Unahifadhi kila uchafu. Ukihifadhi kila uchafu, baada ya hapo ukiingia kwenye maombi hayawezekani. Hiyo ni njia ya nakupa njia ya kulinda nini? Njia ya kulinda nini? Kuna nyakati bosi wako muone kama nani. Ila huku naambia sawa boss. Sawa boss. Sawa. Njia kichaka ondoka tayari. Wacha niendelee na mambo. Kwa njia hiyo hutayashika yale anayokuambia mabaya, ukayaweka wapi? Kila mtu kimwona wa maana, kitu kile inachokiongea ukiona cha maana wakati kinakuumiza, kitaendelea kufanya nini? Kukuumiza. Lazima nyakati kuna watu waone kama nani? Kichaa. Sasa ole wako unione mimi kama kichaa. Wako unaweza kupitiliza hadi naongea na sasa kichaa huyo. Wewe cha moto utakiona. Lakini yote ni katika hali ya kulinda nini? Moyo. Sometimes be simple. Usicomplicate kila kitu. Sio tu wenza wetu, lakini hata maisha.
Kuna mtu anaunajisi moyo kupitia nini? Maisha. Yani amekosa hela ya kula, yani moyo anapeleka maumivu ya kukosa kula, anapeleka kwenye nini? Unajua ni sawa sawa na nini? Na mtu yule ambaye anachukua uchafu anasafisha kutoka nje, anaupeleka wapi? Anaupeleka ndani. Jamani, wasafi wote mnaofanya usafi, si wao mnafagia mnapeleka nje? Hivi ukiona watu hapa kwa mfano, umefika mkuta watu wanafagia kanisa, wanafagia kule, wanafagia wanakuja huku, mtawaelewaje hao watu? Vichaa. Vichaa wamevamia nini? Seli ya vichaa. Inachukua uchafu nje, inaweka wapi? Muda wote kanuni unachukua uchafu ndani, unaupeleka wapi? Ukikosa fedha ya kula, imradi una luku, una umeme unawaka, una redio, weka viti pembeni, weka ka dancing floor pale. Umekosa hela kujua, anza kucheza muziki. Yesu, nini? Hai, unafanya nini? Hai. Ukichoka unaenda kufanya nini? Alafu unajiongelesha, ambia shetani, najua umezuia chakula, lakini hujamzuia Mungu ndani yangu. Unalala. Hapo umeulinda moyo ili uendelee kuwasiliana na Mungu. Alafu namgeukia Mungu, naambia Mungu, najua fedha na dhahabu ni za kwako, vyakula ni vya kwako, lakini leo kwa sababu zako wewe Mungu umeamua nilale na njaa, ila wewe bado ni baba yangu. Unalala. Huo ndio kulinda nini? Moyo. Sababu ndio penye uzima, na tumeambiwa sisi ndio inabidi tulinde. Hamna mtu atakaye kuja kukulindia wewe moyo. Forget about that. Ndio maana nimeanza kutolea mfano mume wako na mke wako. Usije ukawa unatoka huku na mauchungu, unaenda kuchafuta mchumba ili uolewe haraka, eti ili nikifika kule nitapata amani. Wewe hamna kitu hapo. Usitarajie mke wako atakupa amani. Ndio maana Mungu mwenyewe swala la ndoa amelisema nani? Mungu mwanadamu. Wakati wa amani akasema amani inatoka wapi? Jamani, mahesabu mjaelewa? Aliyeumba ndoa ni nani? Nyinyi hapa mtaka kuona juzi hapa. Aliyeumba ndoa ni nani? Aliyesema ndoa, aliongelea ndoa ni nani? Ni Mungu, si ndivyo? Alafu akasema amani inatoka wapi? Kwa nini akisema hivi penye ndoa pale nimechomeka na amani? Usitegemea amani kutoka kwa nani? Kwa mwenza wako atatumika. Hakikisha amani yako unaiweka mbali kutoka kwa nani? Kwa mwenza wako. Itoke moja kwa moja kwa nani? Kwa Mungu. Utakuwa salama. Kuna mtu mmoja anielewa? Kuna mmoja ananielewa? Wengi ambao wamekosa communication katika mioyo yao, walideposit, yani maisha yao yote walidepend kwamba mme ndio atakayenipa nini? Mme akimvuruga kidogo, akivurugwa 10%, ana respond 80%. Hao wake na hao waume wamekuja tu watusindikize kwenye maisha, lakini usitegemee kwamba watakuwa ndio source of your peace. Kila mmoja awe na source kutoka kwa Bwana. Tukikutana tukutane kwa mambo mengine, ili nikimtegemea yeye nisije nikaweka mategemeo mengi afa akashindwa kudeliver. Moyo wangu utafanya nini? Utajeruhiwa. Halo? Kwa sababu Biblia inaeleza kabisa kwamba moyo ukikosa unachokitarajia huugua. Usimweke mume wako ama mke wako awe agent ya kulinda moyo wako. Utafeli. Ukitaka mke wako asitumike ama mume wako asitumike, usimpe nafasi ya kuulinda moyo wako. Linda mwenyewe. Linda mwenyewe.
Asivyo utavurugwa mpaka kuchanganyikiwe, na ndipo penye source, ndio chanzo cha uzima. Come on, kuna mtu mmoja anaelewa? Ni ambaye mlikuwa mnajiandaa kuingia kwenye ndoa, usiingie kwenye ndoa kwa sababu nzito sana. Yaani baba, nimevurugwa, bora niolewe. Unaenda kule kukorogwa zaidi, utatoka umeiva. Utatoka umefanya nini? Umeiva. Usidanganywe na hivi vitu tunavyoona kwenye mtandao au kwenye sinema. Hivyo nakimbizana narushana maua, wako shooting pale, shauri lako. Wako wapi? Wakikosea wanaambia rudia, hapo hujafanya vizuri. Nifanyaje? Nifanye hivi, afu cheka vizuri, afuruka sana. Sawa? Asante. Wewe ukiona unasema, I connect. Sikiliza. Never connect to any situation, right? Connect to yourself. Linda muunganiko, linda mwenyewe. Pambana na hali zako mwenyewe. Na ndio maana tumepewa msaidizi mmoja tu wa kutusaidia, Roho Mtakatifu. Kwenye every situation ni Roho Mtakatifu. Sio mme wako, sio mke wako, sio ndugu zako, sio baba yako, sio mama yako, sio bosi wako. Ni Roho Mtakatifu peke yake ndio atakaye kusaidia kuulinda moyo. Hata huyo jirani yako usimtegemee kabisa. Usimtegemee. Useme huyu ni shemasi ama huyu ni mchungaji. Swala la kulinda moyo ni jukumu la nani? Mimi fanya hivi ni la nani? La kulinda moyo ni la nani? Ninajua umeolewa una mume mzuri, lakini swala la kulinda moyo ni la nani? Najua umeoa una mke mzuri, lakini swala la kulinda moyo ni la nani? La kwako. Hamfi kijiji kizima, kila mtu anakufa kivyake, na moyo unalinda kivyako. Ukiachwa, achika. Sawa? Ukiacha, achika ili moyo upumue. Umenielewa? Kwa nini moyo unapata shida? Unaachwa, umeng'ang'ania, moyo utafanya nini? Utaumia. Ndio maana ukitishia, yani wanaichivizi ndakani watengeneze. Vijana, muhudhurie hizi semina. Mtu akikutishia unasema nimesha kuacha. Yani kipindi yeye anatishia, wewe unafanya nini? Unamalizia. Ukiacha, achika. Ukiacha, achika. Moyo ndio kitu cha kwanza cha thamani. Sawa? Akikuacha, ukiona kama vile uwezi kusanya marafiki zako, anda kama 50, unawapeleka, mnaenda mnakula, mnafurahi. Yaani akija kitaka kukuanzisha, unafanya hivi mwenyewe. Yaani njiani wewe kaza kufanya unatoa mawazo, sitaki mimi kuanza. Yaani unamzuia mtu. Usideposit kitu kwenye moyo. Kwa jamaa mmoja niliona kabisa shule ataka kujua. Aliachwa, alafu kipindi ameachwa, eti zamani, mapenzi ya siku hizi tofauti na ya zamani. Sisi wa zamani mapenzi yetu tulikuwa tunayajua. Mapenzi yetu sisi tulikuwa tuna simu, unaenda kuyaonea kwenye PO box, unaenda kufungua kadi imebandikwa makopa kibao. Mnakumbuka? Nyinyi wa kizazi hiki hamjui. Mambo tunajua, mkurugenzi hapa anajua. Hii kizazi cha nyinyi hichi ambazo makopa yako kwenye simu unayatuma tu papa yameenda.
dakika imefika. Sisi kopa unalituma linafika mwezi ujao. Kopa hili linafika mwezi, na umpate mtu wa posta amechanganyikiwa na yeye amechanganyikiwa kwenye nyumba yake, baada ya kupeleka kwenye PO Box 263 anapeleka 267, tayari kopa limepotea, limeenda boksi. Sasa kuna mtu niliona kabisa ataka kufa, ameachwa. Alivyoachwa yule bwana, kwenye kitanda chake kilikuwa cha juu, akabandika kadi zote alizotumiwa na yule aliyemwacha. Halafu zamani tulikuwa tunatumia kitu kinaitwa Walkman. Unajua Walkman? Ni amsijui Walkman. Kizazi hiki Walkman kusijua ni shida. 2000 huko mjio, lakini Walkman zamani ilikuwa inapita hivi. Walkman unachomeka kwenye karedio kadogo, unaweka kanda, alafu naweka kile. Sasa yule bwana alitaka kujua, kwa sababu ameachwa, halafu amechomeka, amepachika zile picha pale, halafu ameweka Walkman, ameweka kanda moja ilikuwa inaitwa Selena Dion, si Selena Dion. Hiyo. Basi naimba sui nini ataangalia, hafu kunaimba sui ninakusikia, sui I feel you, sui mpaka kanda inaisha. Alipogeuza upande wa pili akataka kwenda kufanya nini? Kujiua. Tukagundua huyu ameachwa, hajaachika, ameendelea tena kuweka tena maneno yale anayosikiliza, yale yanaendelea tena kumuumiza. Yeye alikuwa hajui kinachodisturbiwa ni nini, na moyo ndio unaomtumaga mtu kwenda kufanya nini? Kujiua. Yaani sikia nikwambie, akili haijawahi kukata tamaa. Sawa. Kwanza haina hiyo cheo cha kukata tamaa, hamna. Kinachokataga tamaa ni moyo. Kwa ukiupelekea taarifa, ila wenyewe unapokea taarifa za kukata tamaa, na moyo wenyewe ni mdanganyifu, ni mwepesi wa kukata tamaa ukipokea taarifa za kukatisha nini? Tamaa. Kwa hiyo namna kulinda moyo wako ni kuzuia taarifa zisiende kwenye moyo. Kwa kama kuna kitu kinakuumiza kama mahusiano na nini, ili kulinda moyo wako, namba moja, zuia taarifa za yule mtu kwenye nini? Kwenye moyo wako. Lazima uwe na taarifa mbadala ambazo zinavutia moyo. Moyo una vitu vingi vya kuvutia, na wenyewe unavutika na chochote kinachokipelekea, hata kama moyo umekata tamaa kiasi gani. The moment utakapofungua Biblia yako na kuanza kuisoma ile Biblia na kupeleka lile neno kwenye moyo, unalisukumiza tu. Yaani hata kama mwili hautaki, wewe soma Biblia, sokomeza tu kule. Moyo wako ukisikia lile neno kwa dakika chache, kwa sababu kutoka kuna mapigano kati ya kilichopo kwenye moyo na kinachoingia, lazima vipigane kwa dakika chache pale. Sawa. Moyo unamuwaza sui nani na nani na nani. Halafu moyo tena unasikia neno la kwamba Yesu ndio tumaini letu, Yesu ndio mshindi. Kipindi hicho utakuwa na taarifa zinagongana. Ukiendelea kuzisokomeza huko, moyo unaanza kupokea neno, na neno la Kristo likianza kuingia, vitu vingine vinaanza kufanya nini? Kuondoka. Hata kama kwenye mapenzi alikuwa anakutesa kiasi gani, amua kusokomeza huko neno. Piga moyo wako, sokomeza neno la Kristo huko. Ingiza neno la Kristo. Baada ya kusikiliza vile alivyokuwa anasikiliza yule ndugu yangu aliyetaka kujinyonga, wewe anza kusikiliza nyimbo za kumsifu Bwana. Sawa. Eleza ukuu wa Mungu. Hakuna Mungu kama wewe, utendaye miujiza. Ukitaka kusikia kidogo, weka sana, endelea kusikiliza zile. Endelea kusikiliza. Moyo huwa ni mwepesi kugeuka. Yategemeana unaulisha nini. Kuna mtu mmoja anaelewa? Moyo ni mwepesi kugeuka, yategemeana unaulisha nini. Na ndio maana nimekufundisha, jifunze kupuuzia vitu ambavyo ni mauti kwenye moyo. Jifunze kuachilia vitu ambavyo ni uharibifu kwenye
moyo. Na ndio maana huwa nawaambia mabinti zangu hapa, ukimchunguza mtu huyu ukaona kama umuelewi, haraka kabla hujaufundisha moyo kupenda, kwa mwepesi wa kuacha. Unanielewa? Lakini kwa mwepesi wa kufanya nini? Humuelewi mtu, sawa sawa, weka pembeni kwanza, mwambie kakae vizuri, na uambie moyo kwamba huyu nimemwacha. Huyu simuelewi, huyu simuelewi. Sawa sawa. Ukiona kama moyo unang'ang'ania, anza kuufundisha moyo. Mfupi mtu mwenyewe hajielewi, cheki hata anavyotembea kama anakuja, unauambia moyo huwa unaelewa. Ambia kumbe mfupi, basi tafute mrefu. Sawa sawa. Moyo huwa unashawishiwa. Kwa hiyo ni vyema sana mwanadamu ambaye anajiita mwamini ajue tekniki mbalimbali. Hizi ninazokuambia ni chache tu, lakini zipo nyingi. Tumia tekniki zote, linda moyo wako. Ndipo penye ibada, ndipo penye mawasiliano. Hakuna ibada inayotoka akilini. Tunaelewana vizuri eh? Niliwafundisha akili vizuri sana, niliwafundisha akili, lakini when it comes to kwenye ibada haitoki wapi? Unatumia akili kusikiliza vitu vyote, alafu una deposit vile vitu kwenye nini? Unaviforward kwenye nini? Kwenye moyo. Ukifika moyo ndio unazalisha ibada. Sawa sawa eh? Na ndio maana wakati wa kusoma neno, utasoma neno, utasikiliza mziki, utasikiliza kitu, halafu ghafla moyo ukikubaliana, moyo ndio unaanza kulilizi ibada. Sawa sawa. Na ndio maana Mungu hutaka ibada kutoka kwenye mioyo yetu, Kuna mtu ananielewa kidogo? Kuna mtu ananielewa kidogo? Nadhani kuna mtu kuanzia sasa hata alialia tena eh? Kuna mtu analialia tena hapa? Kuna mtu atalialia tena hapa? Ukitishiwa kuacha, unaacha. Yaani akikutishia wewe unaacha. Akikutishia wewe unafanya nini? Ukiachwa mtanielewa zaidi siku, na utashangaa, yani imekuwa rahisi sana. Unapigwa makofi, unaenda kung'ang'ania kwenye nyumba. Sawa tu. Sawa. Sikia, unapoteza thamani yako. Akikwambia toka sawa, naondoka. Yani on the spot unafanya nini? Kwa taarifa yako, watu hawaelewi tu. Ukiondoka tu, yani kwa ile style ya kuondoka kujiamini. Jamaa akili yake inamvurugika sasa. Ndio anaanza kukuwaza. Anaanza hivi, kwa nini ameondoka hivi? Mbona ameondoka haraka? Kwa nini ameondoka haraka? Kwani anaenda wapi? Sijaka anaenda kwa mwanaume mwingine? We. Anaanza kurequest. Lakini sio unafukuzwa afu nakaa hapo kama vile yani yeye ndio mwanaume wa kwanza, yani huyo mwanaume ndio alfa na omega. Who told you? Nani alikwambia? Unaondoka, yani kufukuza unaondoka, yani muonyeshe kwamba yani wewe kunipata mimi maombi yako yalijibiwa. Ndio maana yake. Muonyesha ni wewe kunipata mimi maombi yako alifanya nini? Yalijibiwa. Unamuuliza hivi, ulivyonipata mimi ulifunga siku ngapi? Sababu mimi sipatikanagi tu kwa kuitwa. Lazima ulifunga. Lazima kuwe kuna mifungo hapo. Lazima tumbo lilikosa chakula kwa kipindi fulani, ndio Bwana akakujibu. Mimi unavyoniona hapa, mimi ni haja ya moyo wako. Ni majibu kutoka kwa Bwana. Mimi ni majibu kutoka kwa Bwana. Kwa umenipata mimi, umebahatika sana. Ndio maana yake. Mnanielewa nyinyi wa binti zangu? Mnanielewa? Yaani akitishia kidogo unaondoka. Moja sasa. Sasa sikiliza. Kama ukibaki ndio umepoteza nini? Thamani. Kama baki ndio umepoteza nini? Thamani. Hapa kuna story moja ilitokea. Mtoto wangu mmoja akaja akaniambia, bwana,
mimi na mchumba wangu kila nisumbua kweli. Nasumbua sana. Hapo eti kaniandikia na niacha. Nikasema amesema amekuacha Nikamjenga kwanza kiujasiri. Niambia hivi, unajua wewe hapa mtu atakaye kuja kukoa hapa inabidi afanye kazi sana. Kwanza sikuachiki rahisi. Yaani potential. Akili yake karudi. Yaani kama kuna cover likafanya nini? Likaondoka. Nikamwambia sasa Yesu ametishia kuache, mwache. Yaani wewe ndio umwache. Yaani umwache. Block kila kona. Piga block kila kona. Piga block kila kona. Na akizuba nitamlilia, Bwana utakuja kubebwa kama kicheche hapa. Tunafunga harusi hapa, mwingine analia pale. Kuna maombi ya hasira yale. Unaambia Mungu niletee. Leta kutoka mashariki. Linahamia hensa mmoja hapa, linambeba fia. Harusi inafungwa pale, unagalagala kama mtoto wale mafesti wa malastiboni. Mtu amebebwa. Sasa yule mtoto wangu alikuwa mtifu sana. Akaniambia baba, niko tayari kwa maelekezo. Akasema, haya, block hapo. Block kila kona, block kila kona, block kila kona, block kila kona. Jamaa ametishia na hata juzi. Jana yake sasa akajua kwamba huwa anatishiaga hivyo atarudi. Halafu anakuta binti amesimama kwenye misimamo. Ni block kila kona. Nikamwambia kokota atakako ngaza kichwa chake, iwe ni Facebook, kata kichwa, block. Iwe swini wapi, kata kichwa, block. Kwani siku 3 zili nani? Nikamwambia akikutaka mwambie nenda kwa mchungaji. Jamani nimemkuta huko pale, mchungaji naomba nikuone. Naambia tuonane Jumatatu. Hapana, leo baba kama dakika tu, ni heme tu, dakika tu. Ni heme dakika tu. Hapa. Yaani anaambia ametokea hapa Sinza. Hapa. Hilo wasi wajua, lakini hapa. Alipoingia pale nikamwambia sasa sikize, uko tayari? Umeondoa ujinga kichwani? Anambia kwa kweli ujinga nimeshauondoa. Nikamwambia nikawapangia siku sasa njoo. Alipokuja pale nikamwambia weka mikataba ikubalike pale. Ikawekwa mikataba, ikakaa mikataba vizuri kabisa. Jamaa mpaka anaondoka pale anatingisha sasa. Ningesuba hapa, ningekosa hapa. Na ndivyo ilivyokuwa. Na ndivyo ilivyo. Thamani ya mtu inajengwa na mtu mwenyewe. Lazima uijenge thamani yako. Ile tu umeolewa haimaanishi ni kitu cha takataka. Umeolewa eti kwa sababu umelipiwa mali basi ndio unafananishwa na zile ng'ombe ulizopelekwa kule. Hapana. Wewe ni wa thamani. Uambie moyo wako. Thamani yako usimwambie mume wako au mwenzako. Uambie moyo wako mimi ni wa thamani. Moyo wako ukubali ya kwamba mimi ni wa nani? Ni wa thamani. Moyo wako ukisema mimi ni wa thamani, unaanza kuwasiliana na akili yako mahali popote unapoenda, unaiona thamani yako. Na ile thamani Biblia inasema hivi, kinachomtoka mtu ni kilichoujaza moyo. Ukiuambia moyo mimi ni wa thamani, mtu yote atakaye kuja, moyo utatoa ishara, aidha iwe ni ya maneno ama ni ya kitu chochote, ya kwamba huyu aliye mbele yako ni wa thamani. Never be too cheap. Sio kama kuna mtu anaelewa. Wewe tatizo watu hawajafundishwa, na mimi ndio nakufundisha kuongea na moyo. Watu wengi wanajua kuongea na Mungu, lakini kumbe cha kwanza ambacho unatakiwa ukimanage ni kuongea na moyo wako. Yanapokuja mambo kama hayo, uambie moyo wako kwamba tulia, moyo tulia kwa Bwana. Moyo tulia kwa Bwana. Mimi ni wa thamani. Moyo, mimi ni wa thamani. Sawa? Moyo unasema yes, nimejua wewe ni wa thamani. Tulia kwa Bwana. Sikiliza Bwana anasema nini. Tusisikilize hawa wanasema nini. Tusikilize Bwana anachosema. Ukinielewa, hutalia tena kizembe. Unamshikilia mtu wa hovyo yuko mtaani kule. Wewe unanena kwa lugha, moyo umeushikilia watu wajinga wa kule mtaani. Haiwezekani. Lazima mtu akija kwako aone nuru imemwangazia. Aone amepata nafasi. Aone amejibiwa maombi. Lazima utengeneze potential. Linda moyo wako. Usiruhusu moyo wako uchezee mtu yoyote. Usiruhusu moyo wako uchezee mtu
Yaani asipatikane mtu atakaye kuwa na mamlaka na moyo wako kuliko wewe. Come on, kuna mtu anielewa? Asipatikane mtu atakaye kuwa na mamlaka na moyo wako kuliko wewe. Never. Ruhusu moyo wako ucontrol wewe kupitia neno la Kristo na sio hisia za watu wa nje. Watu wa nje wasikuletee shida. Yaani bosi anakuja kuambia, mimi naona wewe unafanya kazi gani? Takataka hizi. Unamwangalia ndani yako unasema I'm sorry boss, lakini ndani unasema you don't know. Wewe unachokiongea wewe. Na muda mwingine yale tuliyofundisha mioyo yetu huwa anaendaga kuonekana hadi kwa mabosi pasipo siku kujijua mpaka anatupa thamani. Unafika kwa boss unajiongea, yaani unaongea with confidence. Hivi nani anayepotezaga confidence? Nani anayepoteza confidence? Confidence nini? Ujasiri. Nani anapoteza ujasiri? Asante. Moyo ndio unapoteza nini? Ujasiri unapoteaje? Akili, kuna kitu iliuongelesha moyo kisichofaa. Moyo ukapoteza nini? Lazima kuna mahali uliwaambia moyo mimi sifai, na moyo ukasema ndio. Lazima kuna mahali ulisema mimi ni mbaya, nimeolewa kwa kuonewa huruma. Hivi unavyoendaga kujiangalia kwenye kioo, akili yako wewe inasemaje? Ndio shida inaanzia hapo. Akili ndio tatizo. Unavyoendaga kujiangalia kwenye kioo, akili yako wewe inasema nini? Hapo ndio shetani anashikilia kwenye akili. Unapojiangalia kwenye nini? Kwenye kioo. Na ndio maana ukajikuta sisi wafupi tuna thamani kuliko warefu. Yategemea tunajiongelesha nini kwenye kioo. Unafika kioo kiko juu, unakishusha chini afu unasema mimi ni mrefu. Sasa kama mrefu umeshushaje kioo? Mtajijua, lakini mimi ni nani? Mtu mmoja anaelewa. Unamtafuta mfupi kuliko wewe, unamleta hata kama anauza karanga, sasa naomba leta niangalie karanga zako. Kakifika kijamaa kako hapo anasema unaona? Moyo, unaona? Mimi ni mrefu. Kwa sababu huyu ni nani? Ni mfupi. Kwani? Wafupi tunyoshe mkono juu. Wafupi nyosha mkono. Wafupi, nyosha. Nyosha, njoo. Mfupi mwingine. Wafupi nyinyi njooni. Njooni. Wafupi, fupi mwingine. Mfupi. Asante sana. Wafupi hawa, njooni nyinyi wafupi. Joshua naenda kuseti mziki ama nawe mfupi? Simama hapa. Simama hapa. Nyinyi nani aliwaambia nyinyi wafupi? Ndio swali la kwanza, sawa eh? Aliwaambia nyinyi ni wafupi ni nani? Moyo, si ndivyo eh? Na ukijiangalia kwenye kioo unajiona wewe nani? Sikiliza, mimi hapa simetoka kusema jamani sisi wafupi Lakini vipi nikisimama hapa jamani? Mimi ni mfupi? Kwa sababu usidanganyike na ninachokufundisha. Usidhani mimi mfupi. Mimi super tall. Kwani mnabisha? Mimi sio super tall. Nipo hapa. Ngoja tumtafute mrefu mwingine. Hebu nenda pale kwanza tu. Trezo amebana vidole chini. Trezo njoo bwana. Tutaona tu. Aja utalingana. Namtafuta nani mfupi kidogo hapo. Na njoo Martin. Mwache na viatu vimtie moyo. Sawa. Haya, tuanze tu hapa. Haya, wewe uliyejiita mfupi, unavomwangalia huyu mkikaa wawili, nani mfupi? Nani mrefu? Nani mrefu? Sasa ulijiitaje mfupi? Si kama naelewa? Kwa hiyo unakuta shetani huwa anaamua kushikilia akili ikutambulisha kwamba wewe ni nani?
mfupi. Na kama unadhani wafupi ni hasara, basi moyo wako unatembea hauna ujasiri. Muda wote unajiona kama haufai. Muda wote unajiona kama wewe hauna soko. Hasa kwa taarifa yako, sio wanawake wote, sio wanaume wote wanapenda wanawake warefu. Sawa. Kuna mwanaume mwingine anapenda mwanamke mfupi ili apate ujasiri. Sawa. Umeelewa? Kwa sababu kuna wanawake wengine warefu kidogo kiasi kwamba mwanaume anakosa nini? Au? Kwa hiyo unaweza kukuta mwanamke anatafuta mwanamume mfupi, mwingine anatafuta mwanaume mrefu. Haya. Sasa tuangalie hapa. Wewe kuanzia leo utajiita mfupi? Mrefu Haya, na wewe ana ni mfupi mrefu. Sasa yeye ni mrefu kwa sababu kuna mtu tukimtafuta hapo unaweza kushangaa anafika wapi? Anafika hapa. Kwa kila mtu, kama unapenda urefu, jiite wewe ni mrefu. Usijiite mfupi, jiite nini? Mrefu. Kwa sababu kuna asanteni sana. Wewe mrefu mfupi? Hujui? Kwa nini hujui? Mara ya kwanza usema mfupi, si ndivyo? Sasa hizo umeshasema hujui. Nayo ni maendeleo. Ni maendeleo. Kwa sababu wewe unajiona mfupi ama unajiona mrefu kwa sababu hauna mtu aliye karibu naye. Siku ukikaa na mtu ambaye amefika hapa ndio utajijua wewe ni nani? Mrefu. Mimi wanatiwa moyo na mke wangu. Mke wangu muda mwingine ananiambia, "Naomba nichukulia kile." Huwa sitakagi kusimamia mahali. Nitajivuta, bora niwache mkono huko. Mpaka nikibebe, yani nitahakikisha ninakifanya na kiweka. Na kwa sababu navitengeneza mwenyewe, hata ninavyoenda kwa fundi kama anataka kitu afanya, weka hapa wewe. Usipeleke mbele. Sababu usiku nitaambiwa nibebe afu nitashindwa. Kwa hiyo natengeneza, naambia ifike hapa. Ili siku akiniambia chukua, mimi nafika tunachukua, naambia shika hivi. Afu ninajizungusha, naambia wewe. Ruhusu moyo wako usiseme wewe ni mfupi, wewe ni mrefu. Moyo wako usiseme wewe ni mfupi, wewe ni nani? Mrefu. Ukishajichukulia moyo wako kwamba mimi ni mfupi, kuna vitu pia vitakunyima ujasiri. Asanteni sana. Mmebarikiwa sana nyinyi ambao mmekuja kuonyeshwa mfano hapa. Kuna mtu anapona Kuna mtu anahudumiwa hivi. Wangapi wanapenda, wangapi wanaume, tafadhali wanaume, swali lenu. Wanaume mnaopenda wanawake upi? Nyosha juu kabisa, usiogope. Unapenda wanawake weupe? Sawa. Asante. Wanaume mnaopenda wanawake weusi, nyosha mkono juu. Weusi. Nyosha tuko juu. Nyosha kabisa na mimi. Nyosha. Kwa unatuambiaje? Nyosha juu. Na unapenda weusi fulani. Weusi fulani. Ukiwaona unakaa dunia imeshageuka mzunguko. Sasa angalia, tupo wanaume wachache ndani. Sawa? Wangapi wanaume wanapenda wa maji ya kunde? Maji ya kunde. Wapo hapa. Yaani mweupe, mweusi, katikati, twende. Wateja wapo. Ndio hivyo. Sawa? Weupe wateja wapo. Sawa? Na wale weusi pia wateja. Sasa sisi tulionyosha mikono tumewakilisha maelfu ya watu wanaopenda wanawake weusi, tumewakilisha maelfu ya watu wanaopenda wanawake weupe, tumewakilisha maelfu ya watu wanaopenda wanawake maji. Hivi kinachokufanya wewe ukajibadilishe rangi, unadhani ni nini? Shida imeanzia kwenye nini? Kwenye moyo. Kuna namna akili imeuongelesha moyo wako, imeudanganya moyo wako kwamba mimi ni rangi hii sio wa thamani. Hasa kwa taarifa yako, unavyoendaga kujibadilisha rangi, kama ulikuwa mweusi unakuwa sio mweusi, unakuwa sio mweupe, unakuwa sio maji ya kunde, unakuwa ni rangi fulani inapatikana mwezini. Sasa
tunajiuliza, tuongee tu kitu nani tu, wangapi wanaume hampendi wanawake waliojichubua? Wangapi? Haya, angalia. Wote hawapendi wanawake waliofanya nini? Kala yako, unajua kala unayokuja nayo Mungu anayokupa ina uzuri. Kala yako ina beauty. Sawa? Na ndio maana ukiwa mweupe una beauty, ukiwa mweusi una beauty, ukiwa maji ya kunde una nini? Una beauty. Na Mungu alipokuleta wewe na rangi yako, kuna mwingine alimuumba anayekutaka wewe na rangi yako. Kwa unapojigeuza unampoteza mume wako. Anakuja bwana, mimi simuoni, yuko wapi? Haoni. Akija anajikuta, na bahati mbaya Mungu alivyo mzuri hatakagi uko kufundishwa kazi. Hatakagi kufundishwa kazi. Ukijibadilisha rangi kuna mahali anazizuia, anaambia wewe usibadilike. Wewe goti usibadilike. Umenielewa? Kwa hiyo muda mwingine unaweza kadhani Mungu, yani umrekebishe Mungu 100%, hakubali. Atakuachia tu knuckles zimegoma, ziko pale. Wanauliza huyu vipi huyu? Sasa imradi tu akunyosha kwamba yeye anabaki kuwa Mungu na hakukosea kukuumba. Kwa hiyo mimi nataka nikwambie kabisa ya kwamba kinachowafanyaga watu wajichubue ni udanganyifu wa akili katika mioyo yao. Ndio utanielewa ni kwa namna gani tunafundisha vitu ambavyo ni mafanikio ya watu. Never change your color. Texture yako ni texture yako tu, tena ndio iliyobeba uzuri wako. Unavyoichezea unachezea uzuri wako. Lakini yote hayo ni matokeo ya kudisturb moyo. Kwa tunaposema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo ili vilete uzima, chemchemi ya uzima, linda pia moyo wako usikudanganye dhidi ya namna unavyoishi, namna unavyojiona. Biblia inasema vile ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Nini maana yake? Mimi nikijiona, mimi wanasemaga mimi ninavyojiona ndivyo nilivyo. Huwa nauambia moyo wangu mimi ni nani. Unavoonaga mapepo tunakurupishana nao. Jana nilikuwa nawasimulia yaliyokuwa yakitokea Mbutu. Yaliyotokea Mbutu hapa hajawahi tokea. Enzi zile tunaanza kule, tulikuwa tunapambana na wachawi hadi mchawi anaanguka kule Mbutu. Basi waambie kusimulia wale watu wa Mbutu. Sema tuko low profile, hatuna kelele nyingi. Lakini vyote vimetokea pale. Mambo yaliyotokea pale Mbutu, watu walikuwa wanakaa hadi wanatetemeka. Manifestation za ajabu. Sasa hizi nina relax kwa sababu wengi ambao ninawahudumia tayari wameshafunguliwa. Mmoja alishakuja hapa. Yupo hapa. Huwa namwambia kila siku, leo hayupo leo. Kaja pale ananiambia, sikia nikikutana na mchungaji nikimwangalia hivi anakufa. Unaweza kukataa kwa sababu mimi sio mchungaji. Mishemasi. Lakini kwa nini? Kwa sababu ndani yangu ninauambia moyo wangu mimi ni nani. Na ninakuambia hivi, huwa nilishawaambia hapa kila siku na narudia na leo, kati ya maombi ambayo huwa nayafanyaga muda wote unaponiona ni kuambia moyo wangu mimi ni nani. Yaani na ukumbusha moyo wangu ya kwamba katika ulimwengu wa roho mimi ni nani. Na ukumbushaga moyo wangu ya kwamba mimi na operate katika level gani. Ninaukumbusha moyo wangu. Kwa sababu moyo huwa unasahau. Moyo ukisahau unakufa. Ukumbusha moyo wako ya kwamba wewe ni nani. Hivi unajua upgrading, unaji-upgrade kwanza wewe kupitia moyo wako. Umenielewa? Yani the first promotion ambayo mwanadamu anaweza akawa nayo ni yeye mwenyewe, to promote himself or herself. Anajipromote kwamba kuanzia leo mimi ni mtu fulani. Ndani huko, utu wa ndani mimi ni nani. Unauambia moyo wako kwamba wewe ni nani. Unautrain moyo wako kwamba wewe ni nani.
Unaponyosha mikono hivi, unanyosha mikono kipindi moyo wako unajua ya kwamba anayenyosha mikono ni nani. Na ndio maana pepo likija naona lisogelea unalifuata, kwa sababu unajijua wewe ni nani. Siku utakaowaambia moyo wako kwanza mimi nauliza mjue sasa mnavyodanganywaga. Hivi katikati ya maombi yenu kinachowapeleka kwenye toba ni nini? Hivi amjagi kwamba pale unakuwa umerudisha gia nyuma Unashanga mtu katika jina la Yesu wewe ni Mungu. Kuna taarifa wakanakuja unashanga mtu anaanza Mungu lakini unirehemu. Futa jina langu. Kimetokea nini katikati ya maombi mpaka kuanza kuomba toba? Kuna taarifa kalipitishwa kwenye moyo. Kakaambia, yani shetani anambia, mzinzi wewe. Gia inabadilikia wapi? Huko kwenye mambo naanza Mungu, shetani kipindi unakaa kimya, Mungu ni rehemu, nitakase. Ninaijua damu yako itanitakasa. Futa dhambi zangu, Unaendelea tena na kukemea. Kanapita tena we mzinzi, kaa kimya. Anasema sitakaa kimya. Tunajiuliza hii sitakaa kimya imeanzia wapi? Kumbe kuna vitaarifa vinapitisha mambo yapo moyo. Na ndio maana nyinyi hamuelewi kwa nini mapepo yanakujaga yanaanza kusema wewe nini wewe. Hivi unadhani mapepo pale kipindi anasema vile ndio yamefika kwenye hali ya mwisho, yani ndio anataka kutoka, lazima yakae yacheke kwa dharau. Hivi nyinyi mnaona wapi anacheka? Ujue pale anacheza na moyo wako. Uone unachokifanya hakina nguvu. Kuna mtu mmoja ni mbutu, kama sio mbutu ni hapa ama ni papa sikumbuki. Alikuwa anamshikilia mtu hivi. Pepo likamwambia, mchungaji, mwambie huyu mzinzi asinishikilie tena. Jana niseme nisiseme. Yule aliondoka kimya. Aliondoka kama sio mtenda kazi hivi mdogo. Naambia bwana yaishe bwana. Ya jana hayakuhusu, sijatimui. Ni mlima na hakutaka kufanya, yani mpaka leo hajihusisha kabisa na mambo haya. Bora kakae kule nyuma. Yananyanyuka vile. Lakini lengo yule mtu inamaanisha moyo wake umeshapigwa. Huyo hata ukimwambia siku akemee mapepo hakubali. Wengine na mbutu pia alimwambia mtu akasema, wewe pepo lazima hivi. Wewe tena mchungaji asisogele. Tuna taarifa zako. Tuseme tusiseme. Yule mtu ilikuwa haiko kwenye maiki. Yani yule mtu alihama. Mimi sasa huwa napenda kuwacheki watu. Nataka nione ataondokaje huyu. Najua atakimbia huyu, hana misuli ya kubaki hapa. Nataka nione asagia atakoondokea. Yani alimwacha mwenye mapepo huyu, akamdaka wa jirani yake kama nyani, akamdaka na ngule alipofika mlangoni Na usishangae halina taarifa zozote, lakini wewe hata kama wewe utahisi tu asija akamcha hadi vya form 2. Moyo, haleluya. Moyo, linda sana moyo. Hata likiwa na taarifa mbaya, sema taarifa gani? Taarifa gani sema. Unaogopa nini? Haleluya. Kwa hiyo mahali popote linda nini? Ndio mahali ibada zinatokea, ndio center of communication, ndio mahali penye uzima wako. Haleluya. Biblia inasema wana majina ya walio hai, lakini ndani wamefanya nini?
wamekufa. Maana yake nini? Wamekufa kwenye moyo. Majina yako hai, yaani miili yetu iko hai, lakini ndani moyo umekosa mawasiliano, communication na Mungu. Na ndio maana moyo uliokosa communication na Mungu, hata kuja kanisani mpaka tuburuzane sana. Moyo ulio hai, kanisani unakuja tu bila shida yoyote. Haleluya, amen. Mungu abariki sana. Tutaendelea siku nyingine. Unaweza kusimama sasa kwa miguu yako.